ili kuweza kucontrol au kuweza mahakama yako kwenda kwenye utaratibu ambao utakuwa unafaa mheshimiwa. Kwa hiyo hiki kifungu kama una kichallenge kwa njia hiyo kwamba hakitoi ukamilifu wa usikilizwaji, this is not a proper avenue to bring such allegation. Kwa kusema hayo mheshimiwa, tunaona mapingamizi ya wenzetu hayaiondoi mahakama hii kwenye busara kisheria hayaiondoi mahakama hii kwenye busara ya ombi letu la kuomba adjournment, kusubiri maombi hayo yatolewe maamuzi kutokana na mahakama itakavyoona inafaa kwenye maombi hayo, kwa sababu nacho kinaipa mamlaka ya mahakama kifungu hicho iweze kuamua kwamba ituruhusu kuficha au kutokuficha kwa kuzingatia yale yaliyoko kwenye hayo maombi. Otherwise, kwa sababu ya sasa ilitosha tu kusema kuna maombi haya, ndio maana tukaelekeza huko. Upande wa jamhuri tunakwepa kuingia sana kwenye maombolezo au kwenye submissions ya kwenye kesi ambayo haiko mikononi mwako. Sisi ombi letu ni adjournment tu kwa leo. Hiyo tu basi. Hiyo. Mheshimiwa. Kwa kusema hayo mheshimiwa, kwa upande wetu ni okay. Tumewasikia wenzetu walivyosema, lakini mfanye summary kidogo. Fanya summary ya wenzetu. Tutajitahidi. Yeah. Na uzuri ni kwamba majibu yao hayajajitosheleza. Labda tungeanzia hapo. Kwa nini hayajajitosheleza? Kwa sababu kwanza ilikuwa inakuja leo kwanza kusikilizwa na walikuwa na mashahidi 15. Hawajasema kwamba ni mashahidi wote 15 wanaombea hiyo, na hoja yetu ilikuwa kama ni shahidi mmoja au wawili wanaombea, lile panga la nani litakuwa limepungua makali. That is one. Lakini tu nataka kutoa ufafanuzi ni kitu gani inabidi kifanyike wakati swala la kikatiba limekuja mbele yako. Nadhani wenzetu kidogo kuielezea vizuri. Kuna aina mbili. Moja ambayo inakuja under section 4 ya Bradea. Hiyo ni kwamba mtu ambaye umekuwa au tuseme ziko tatu. Mtu ambaye umekuwa affected unaweza kuileta mahakamani. Ya pili under section 26, mtu ambaye ana kiherehere tu lakini anaona mwenzie haki zake zimevunjwa, 26 ya katiba. Anaona kipengele fulani cha katiba kimevunjwa dhidi yake au watu wengine, anaweza kufungua. Ya tatu, njia ya tatu ambayo ndio tunaiongelea hapa ni ile ambayo kama ilivyotokea sasa hivi umetajiwa vifungu 6 vya katiba, vifungu 6 vya katiba ambavyo vinakinzana na haya maombi, na sheria iko wazi kabisa kwamba katika trial yoyote kama litajitokeza swala la kikatiba
basi kawaida ni kwamba hii kesi inakuwa state na ile swala la kikatiba ndio linapelekwa High Court na hii mahakama kwa ajili ya kudetermine inapelekwa High Court kwa ajili ya kudetermine constitutionality ya hivyo vifungu. Haina maana kwamba tunataka wewe udetermine constitutionality ya hivyo vifungu. Hapana, hapana, kwa sababu issue imeraise kwamba kuna haki za katiba za mteja zinavunjwa. Basi hii mahakama kwa sababu haina yale mamlaka ya kusikiliza uvunjifu wa katiba, basi wewe inabidi ulipeleke ile file kwa njia ya reference kwenda mahakama kuu, na wakati ile file inaenda mahakama kuu, hizi proceedings zinakuwa state, na ndicho ambacho kimeombwa in the alternative na wakili Kibatala and not otherwise. Wasitake kutwist submission ili kusuit lengo lao la kuahirisha kesi. Hawana sababu mahususi za kuahirisha, ila wamekuja tu mahakamani bila kuwa na ushahidi wa msingi. Ndio maana wanabadilisha goalpost. Leo wanakuja na application, kesho wanakuja na hiki. Kwa hiyo tunaomba kwa ajili hizo sababu mbili ambazo nimezitoa mimi, request yao ikataliwe. Mr. Kibatala, Inshallah na Mtobesia wataendelea. Kwa nini wanasisitiza kwamba adjournment ya leo ikataliwe kabisa? Hakuna sababu ya kwa John leo hata kidogo. Asante. Mheshimiwa, tutajitahidi kuwa brief. Mheshimiwa, tunasisitiza na uzuri tulikutana asubuhi kuhusu ili kufanya mkino tusiwe tupate relax kidogo. Kuna msemo tulitumia kuingia kwenye 18. Sasa naomba katuga kwenye majibu yake ameingia kwenye 18, amesema hiyo application haiko mbele yako. If ever there was a self-inflicted injury, that is one. Self-inflicted injury, legally speaking, kwa sababu wewe una mamlaka gani Mheshimiwa Kimi ya kushughulika na mambo? Mimi nilifikiri kwamba iko mbele yako, ndio maana nikasema hebu iangalie wakati natoa third alternative prayer kwamba kama wanataka kuexclude mashauri yote 15, refer that matter to section 9(3) ya 9(1) ya. Sasa kumbe kafafanua. Samani. Labda hakunielewa. Mimi nilisema yani siwezi kuzungumzia kesi ambayo ni separate na hii. Siwezi jua kama iko mbele yako. Sasa mimi nitajua admission imekuwa admitted kwa nani? Yaani hicho ndio ambacho nilichokisema. Labda kama mahakama ndio ni correct bali nilisema iko mbele yako. Mimi mheshimiwa tumefanya tu application. Nilitumia hayo maneno. No problem. Umepata pesa yake? Yaani it's not a concern, it's more like an opinion, lakini let us save time. Either way unaalikwa kudeal na majumba yaliyojengwa angani. You are invited to deal with castles built in the air, in the sky rather. I mean, sasa hii sio kazi ya mahakama. Yaani uahirishe kesi kusubiri kitu ambacho tena hata hatujui kiko. Ndio maana sasa nilifikiri labda tunaweza tukajua whereabouts zake angalau. Lakini kumbe we are none the wiser. Halafu mahakama exercise discretion na ionekane ni exercise judiciously. Ndio maana nikasema hivi, in parmateria ingekuwa ni application ya execution iko mbele yako, mtu angekuja tu somehow being creative akwambie nimefile application na stay, kweli ungestay. Sasa mwenzetu ametoa hoja kwamba kesi za civil na za criminal zifanani. Bahati mbaya siwezi kumtajia, lakini najua hakutakuwa na ugomvi nikimkumbusha just by the way, sio kwamba ni hoja mpya hiyo tu. Ofisi yake tumeendesha naye kesi ya kina Mbowe na Matiko, kwani kina Mbowe walisema hivyo wakati wanapoti kesi maarufu kabisa ya Bahati Makenya. Principle flow ina apply pande zote as long as it's principle flow. Iwe kwa mfano ikiwa principle ya evidence, huwezi kutumia secondary evidence. Hiyo ni swala kusema ni civil as against criminal. So sisi tuko tunasema principle flow kwamba huwezi kushughulika na mambo yaliyojengwa angani. That was the bottom line.
hiyo application haiko mbele yako kwa John kusubiri some future event ambapo likelihood yake ni this way or that way. I mean, Mheshimiwa, statement ya complainant na naenda hapaza kidogo sababu lazima niende kama nilivyofanya. Statement ya complainant, kama unakumbuka vizuri, mimi nakumbuka nilisimama hapa. Aliyesema maneno statement ya complainant ilikuwa ni kiti hicho huko. Why? Because ndivyo ambavyo inafahamika. Na kama nakumbuka vizuri, hata order ikusema statement ya informant. Naona kakangu amesema hakuna kitu kama hicho. Kipo na kipo sio wapi? Kwenye court order. Tupewe statement ya complainant yule aliyekwenda kuanzisha mchakato. Na hapa nilisema kwa akili zetu sisi tunahisi ndio yule afisa wa undani patrol nilisema hapo record. Kwamba uzoefu wetu wa kazi hizi unatuambia complainant ndio yule afisa wa polisi. Mahakama hii ni functus officio kwenye swala la supply ya statement ya complainant. Hiyo order it stands unchallenged to date. Kwa invitation zote za kaka yangu back and forth, they are neither here nor there. Order lazima isimamiwe na tunaeleka mahakama iwaamuru watu supply without delay mara moja. Order ile Mheshimiwa Hakimu ilitolewa, ina subsist mpaka leo, ilitolewa kabla ya hayo mambo yao ya kufile application huko wanakutajia namba. Wanasema tuingie. Kwamba hicho wanahisi kuna watu wameingia. I mean come on. Mbona ni common knowledge ya online filing system ya third party hawezi yeye mwenyewe anasema application will expire. Hapo anasema sisi tuingie online tutaona. How? A third party huwezi kuona kesi sio kuhusu. Na ndio maana hata ukichukua save na plaintiff, kitu cha kwanza unachomuomba yule mtu kule, naomba control number. Sasa ile ndio inakupa access. Exactly. Yani that is straight knowledge. Sisi labda kwa sababu wenzetu hawafanyi filing sana kama sisi. I don't know. A reference number. Yeah, inaitwa reference number. Sio control number ya. Kwa uwezo kaingia tu ningekuwa maana yake kwamba anachotuambia ni kwamba dereva bodaboda hapo nje anaweza kuingia kwenye online filing system akajua kesi tulizofaili ofisini kwangu. Is that what he's trying to tell the court? It was a slip and I treat it as such. Kwa tupatie hiyo statement kwa sababu order imetolewa kama tunavyosisitiza kabla, yani hatuwezi kupredicate utekelezaji wa order against some future events. Tunaweza pia tukasema basi kutakuwa na mafuriko mwezi wa 8 kwa tusipewe statement. Why will we stop if we open that Pandora's box? Sidhani kama na haja ya kupotezea muda kudiscuss wala inform against complainant section 2 sijui public prosecutor. Najua ana act pale, hebu aende kwenye section 2 ya definition section ya CPR. Imemdefine complainant, halafu ikamdefine public prosecutor. No way. Yani if anything there was a slip on the parliament's part. The parliament ishasema it's not important, even the court is not important, ndio maana kuna corrective provisions kila mahali. Lakini public prosecutor kwenye kifungu hicho cha pili amekuwa defined tofauti kabisa na nani kwani kwenye sehemu yake ndio jitegemea. Nafikiri ndio mtu wa mwisho kwa defined kwenye section 2. Mheshimiwa, kwa tunasema kwamba hiyo distinction is neither here nor there. Ni an attempt to delay mahakama kutekeleza order zake, invitation ambayo mahakama isikubali kabisa. Lakini pia eneo hilo Mheshimiwa, nimesema hapa hoja ambazo hazijajibiwa. Tumeandika barua 2. Barua ya kwanza na reminder. Kakangu anasema ndugu yangu rafiki yangu
shabiki wa Mani wanasema kwamba tuna transact kwa barua. Fair enough. Hata mimi nafahamu, ndio maana sikutuma text message, niliandika barua. Sasa ofisi ya DPP imenijibu hizo barua mbili. Watu wana transact kwa barua. Hata tu the most basic tool among lawyers, courtesy. Did they have that courtesy hata ya kunijibu? Nimesema hapa toka mwanzo, angalau waseme hatukupi kwa sababu tumefile application. Hata hiyo hawajafanya, wanakuja kutuambia leo hapa. Sasa hoja za namna hii hatuwezi kuchukulia kama ni very serious. Mheshimiwa rafiki yetu, nimefurahia sana amenipa invitation ya kwamba sisi tunafahamu moyoni mwetu kwa nini hawataki kuwataja au mashahidi. Exactly. Na naomba nimwambie tunayofahamu sisi moyoni mwetu. Si ameingia kwenye record? Mheshimiwa hayo sikosema. Mheshimiwa ipo kwenye record na naomba ni rejoin. Unless mtusomee, lakini kila mtu hapa mahakamani amesikia akisema hivyo kwamba mioni mwetu tunafahamu. Sasa naomba niendelee. Tunafahamu sisi mioni mwetu kwa nini wanataka kuficha identity za mashahidi. Wanajua tutawagaragaza hapa na dunia nzima itaona, kwa sababu proceedings hizi ziko live. Ndio tunaofahamu sisi mioni mwetu, ndio maana wanakwenda kuyaficha. Hawana sababu nyingine yoyote. Wanaogopa cross examination. Ametuivete wenyewe tuseme sasa, wanaogopa cross examination mashahidi hao, wengi wao wakiwa mapolisi. Mheshimiwa, confronting the witness, tunasisitiza hiyo ni haki, a constituent element of determination of rights. Na mwenzetu submission zetu amezichukua out of context kama alivyosema kakaangu wakili Mboki. Hatuja invite mahakama hii in determine any constitutional question. The three formats of approach to the High Court zimezungumziwa. Ziko tatu ni kweli. Sasa tunajua kakaangu Katuga, that's not to borrow Dr. Nshal's phraseology. It's not his cup of tea. Probably none of their joint cup of teas. We do these things, we've done them, kwa tunajua hizo namna tatu. Lakini itoshe kusema unapoimove mahakama under section 9(1) ya Bradea, ikisoma pamoja na section 8(1)(b) ya Bradea, unatakiwa kuestablish kitu kama prima facie case hivi for reference. Na ndio maana mahakama ukisoma kile kifungu kinasema isipokuwa pale mahakama inapoona the raising of such question, tena neno lilotumika ni question. Kwa mahakama inapoona kuna question, kwa mahakama inapima ili ione kwamba swala hilo halijakuwa raised frivolously or vexatiously, ndio tungo tunachosema. Sasa hiyo determination mahakama itaifanya vipi kama hatuipi material? Tunaipa material kwamba kifungu cha 188 cha Penal Code kilivyotungwa kinamnyima mteja haki ya kusikilizwa kikamilifu na kumconfront shahidi wake. Well, CPA apologize. Ndio, that is what we've submitted. Mimi sijui kigumu kuelewa hapo kilikuwa ni nini. Kwa hoja yetu Mheshimiwa Hakimu ni hiyo kwamba tumekualika upime, yaani usione tunapiga fujo. No. Tumekualika upime kwamba tunaomba urefine those questions kwa sababu kifungu namna kilivyo kina shida. Sasa lazima tuonyeshe shida zipi? Kwa sababu ambaye mwisho wa siku anayerefer section 9 ni mahakama, ni hakimu mkazi au wilaya. Sasa lazima umuonyeshe, kwa sababu ile kuna discretion ambayo lazima iwe judiciously exercise. Kama tuliposema, the most basic thing unapo invite mahakama i exercise discretion yake na exercise judiciously ni kuipa working tools. Foremost, tumeshasema we are sound repetitive, yes, but we want to underline our points. Being information, we are supplying information.
for decision making whether to refer or not. What's so difficult to comprehend? Kwa citations za vifungu vyote ambavyo tumevitaja ni mahakama ione kwamba haki hizi zimevunjwa hivi, na that was an alternative argument anyway. That was an alternative argument anyways. Sio kama sasa wanakumbuka. I made 3 or 4 alternative arguments. We reiterate our submission in chief. We reiterate that they be ordered to comply with the court order to supply us with a compliance statement. That this court refuses adjournment. There is zero material before it. There's only speculation. The court is being invited to engage in a speculative exercise. Is that the domain of the court? Certainly not. We must oblige. Nobody in addition to this. Samahani, Mr. Shala, I forgot to apologize. I'll be very short, Your Honor. Wenzetu wa upande wa wenzetu wa upande wa mashtaka wamefanikiwa kuionyesha mahakama hii kwamba wamekataa kutii amri ya mahakama yao, na kwa kuwa wamekataa, lakini bado wanasema tusubiri huko mbele. Hapakuwa na wakati wowote ambapo waliomba mahakama hii iairishe kutekelezwa kwa amri hiyo, na hiyo hoja wameshindwa kuijibu, na madhari wameshindwa kuijibu. Mahakama inatakiwa iwaone kwamba wamekiuka hiyo amri na itoe amri kwamba amri yake itekelezwe mara moja. Hatuwezi kuwa na aina mbili za haki, kwamba wenzetu wanapenda sisi mteja wetu watekeleze, wao wasitekeleze, au waende tena kuanza kutafsiri ile hukumu iliyosema, sio amri ya mahakama, wanaenda kuitafsiri tena upya. Sisi kama wakili hatuna ruhusa ya kutafsiri amri ya mahakama. Kama hatujaielewa, tungepeleka maombi ya kusema, mheshimiwa, hiki kitu hakijaeleweka, naomba ufafanuzi zaidi ili tusionekane tumekiuka amri yako. Wenzetu hawakufanya, na tutafanya nini? Na ndio maana nilikazania kusema kwamba tunapokuwa mbele ya mahakama hii sote tu sawa. Haijalishi kwamba wenzetu wana nguvu za kushtaki, wanaweza kufungua mashtaka yao, lakini tukija hapa mahakama inatuchukulia wote tu sawa. Huo ndio msingi wa katiba yetu. Kwa hiyo wenzetu wameshindwa, na hakuna maelezo mbele yako mheshimiwa ambayo yameletwa kuonyesha kwamba kwa nini wameshindwa kutekeleza hiyo amri. Na ndugu yetu Katuga amefanikiwa sana kutoieleza mahakama hii, na hilo kosa au kushindwa kwake kuchukuliwe kwamba ni sababu nzuri ya mahakama kuamrisha amri ya sisi kupewa hiyo nyaraka itolewe, na kwamba kwa nini kesi hii isiahirishwe. Kwa sababu ukitaka mahakama ikuone ni mwema na mtakatifu, basi tabia yako hiyo ya kitakatifu mbele yake, au ya kinyofu, au unataka kuzungumzia unyofu, takiwa waje wakiwa watu ambao ni wanyofu mbele ya mahakama. Sasa kama ule uungwana umeshindikana, basi wao wasipate ile kinga ambayo wanataka kuipata. Mheshimiwa, tumeainisha vifungu vya katiba au ibara za katiba ambazo zimekiukwa, ambazo tunasema kwamba vyema zikapelekwa mbele ya mahakama kuu, ili mahakama kuu itoe mwongozo wa namna ya kuenenda baada ya hayo maswali ambayo mahakama hii tunaomba yapeleke mahakama kuu kupata majibu. Si mara ya kwanza wala si mara ya pili. Hata huyu mshtakiwa ambaye kwamba kwa sababu ya elimu ya mahakama tu sitaki kuonekana kama navuka mstari, mshtakiwa huyu pamoja na mimi mwaka 2002
tulipokuwa mbele ya mahakama hii, swala kama hilo lilitokea likapelekwa mahakama kuu chini ya Bradea, vifungu hivyo hivyo. Samani walisema wakasema kwamba nimeingiza kitu kipya, lakini sio mara ya kwanza. Na kesi nyingine ambayo naweza kuifahamu kwa faida tu ya mahakama ni kesi Angelina Ojari ambayo iko ripoti. Mheshimiwa, sisi tuna concern kidogo. Naona alikuwa nafikiri kama nataka kuzungumza, nikaona ni kwa sababu tunakuulizwa kama akizungumza mmoja mwingine anakaa. Asante mheshimiwa. Sasa ninapenda kusema kwamba vile vifungu ambavyo tumevitaja au zile ibara ambazo zimekiukwa, njia pekee katika mahakama swala hilo linapoibuka katika mahakama hii, ndiyo maana kile kifungu cha 9 chote kikichukuliwa kina cha sheria ya Basic Rights and Duties Enforcement Act, ndivyo mahakama hii inakuwa na mamlaka ya kupeleka swala hilo katika mahakama kuu, na kule mahakama kuu itawaita wadau wote waweze kujibu hizo hoja ambazo isaidia kujibu hizo hoja mbele ya mahakama, na mwisho wa siku mahakama itatoa maamuzi, na baada ya yale maamuzi kutolewa, hilo mahakama italeta ule mwongozo kwa mahakama hii namna ya kuenenda. Kama itaona hakuna shida kuhusiana na hivyo hicho kifungu, itasema hakuna shida, endelea. Kama itasema kuna shida, basi itaamua swala nini la ukatiba wa hivyo vifungu. Kwa hiyo hoja ya ndugu yetu wakili wa serikali Katuga kwamba itakiwa tuende under section 4 of Basic Rights and Duties Enforcement Act, hiyo ni somewhat misplaced, kwamba amewenda naye amepitiwa, na ningependa nimwalike zaidi siku nyingine tunapokuwa kwenye kesi za katiba aje ahudhurie tuweze kuweza na yeye akapata ile elimu nzuri ya namna ya kuenenda kuhusiana na kesi za katiba. Bahati mbaya wenzetu wanaohusika na kesi hizo katika serikali ni watu wa Solicitor General kwa mara nyingi, sio wenzetu hawa wa DPP. Kwa hiyo siku nyingine ukiwa na kesi kama hizo tuzikiwepo, tutakualika tu ndugu Katuga uje tuweze kujua. Sasa sisi tumesema kwamba mashauri haya kwamba hoja za kutaka kuahirisha na haki za mteja wetu haiwezi ikawa ni haki kwa serikali kupreempt amri ya mahakama na ikawa ni halali au ikawa ni haramu kwa haki za mshtakiwa kukiukwa. Yeye mshtakiwa leo alijua anakuja kusikilizwa kesi yake, lakini nafika hapa wenzetu wanasema subirini. Sasa lini hiyo amri ya mahakama ilitenguliwa ili wao wafaili application? Hakuna mbele yako mheshimiwa maombi ambayo yalikuwa yameletwa kwako kwa maandishi au kabla ya siku ya mahakama hajatoa amri kwamba leo itakuwa ni siku ya kusikilizwa kesi. Hiyo amri ilikuwa ijawa vacated, lakini wao clandestinely wakaenda wakaleta hii kesi yao, maombi yao walikuwa ambayo tuyaona, na kwa maana hiyo ni kwamba sisi tunaona kwamba ni kutaka kupreempt haki ya mteja wetu kusikilizwa. Haki ni pande zote mbili, maana tunazungumzia ile ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza, ibara ndogo ile ya pili, kwamba na vile hata ibara ya 31 ya katiba na nyingine ziko hatarini, zinahatarishwa na hiyo. Kwa maana zinatakiwa haya maswali yaweze kujibiwa. Serikali wana haki ya kushtaki na mshtakiwa ana haki ya kuonana au kukabiliana na wanaomshtaki na wanaomsemea mabaya au wanaosema kwamba yeye amekosea. Sasa haya kwa kuwa wenzetu wanasema hamna shida, tusubiri tu kidogo, tuahirishe kidogo. Naomba tu kuahirisha. Sisi tunasema kuahirisha kwako ndugu yangu ni wimbo wa mpiga filimbi wa Emery. Mheshimiwa, nilikuwa na muomba wakili address mimi. Sawa. Nimeamia kwenye address yeye mimi. Najibu hoja mlizosemwa. Samahani unanikosea. Mimi ulisema tuahirishe kidogo. Si ndio? Mimi nasema hiyo kuahirisha kidogo kuna madhara. Nasema ndio nasema ule kuahirisha kidogo mheshimiwa na maneno yale laini mororo yana lengo la kwa nini? La kuitriki mahakama iingie mkenge.
Ndio. Na nasema it's nice try. Wazungu wanasema it's nice try. Hiyo mkeki naiwekaje? Unampeleka kwa Alligator. throw the body into the ditch. Into a ditch. Left eye. Into a ditch. Sio? Left eye. Alligator. Eh. Sasa kwa kweli. Sasa mimi nawafahamu watu wa aina hii mheshimiwa, ni hatari kweli kweli. Hawa sophist ni shida. Sophist ni shida. Wakatunga hizo sophist. Kwa hiyo nina shida sana na mtu mwenye maneno haya. Mtu nayefahamu kwa rekodi ya mahakama ni Msekwa na Rubuva. Very soft. Not this problem, lakini hatari tu. Sasa mheshimiwa, sisi tukazania tu kwamba mahakama liende mbele, lakini hii ni pale tu utakapoona kwamba hoja yetu ya kukataa itakuwa kwa nini unaona haina nguvu. Lakini pale ukiona kwamba ina nguvu, hii swala lingine naweza nikasubiri, tunaweza tukashughulikia wakati unaofaa. Lakini katika mazingira ya sasa ni vema tukaweza mahakama hii ikasema kama ikiona kuna hoja za kikatiba za kujibiwa kutokana kwamba inaona kwamba hicho kifungu ni vema tusubiri, basi ili tusipoteze muda, tunaomba kwamba swala hili lipelekwe mahakama kuu. Itakuwa ni njia haraka zaidi kwa sababu itashughulikiwa haraka na mahakama kuu ili tuweze kupata mwongozo namna ya kuenenda. Sawa, mteja wetu yuko mahabusu, lakini katika kesi hii ana dhamana, lakini ni vema swala likaisha haraka ili muda wa umma unaweza kuangalia, umma mzima wa Tanzania wote unaangalia hiki kitu, ili muda wa Tanzania huu ambao umetumika kwa ajili ya kesi hii uweze kufanya kuokolewa na shughuli za kijamii na za kiuchumi ziendelee, na wenzetu hawa wa prosecutor waweze kupumzika, wachane na kesi kama hii. Asante sana.